Al-Hajj. Al-Hajj ni hija, na al-Hajj manake al-qasdu ni kukusudia. Hija manake ni kukusudia. Hapa shara ni kukusudia nyumba ya Allah, Baitul Atiq, ni kukusudia al-Kaaba kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya haji. Sheikh anasema si mal haji. Haji ni nini? Haji ni kitu gani? Anasema huwa qasdu baitillahi, huwa qasdu baitil harami linusuki. Anasema hija huwa qasdu baitil haram, ni kukusudia nyumba tukufu linusuki, kwa ajili ya kufanya ibada. Sio kukusudia kwenda kufanya ibada, ni kukusudia nyumba tukufu kwa ajili ya kwenda kufanya ibada. Hiyo ndio haji. Sawa? Na watu wakirudi kutoka huko, mtu anaitwa al-Hajj. Majina tumekupachika wenyewe. Tumekupachika wenyewe. Al-Hajj fulani, al-Hajj fulani. Majina tuliyapokea. Imam Shafi wameliki, maimamu wote wameliki, masahaba wote wameliki. Huwezi kusikia sahaba mmoja alikuwa anaitwa Al-Hajj ibn Abbas. Sisi tunafahari tu. Al-Hajj mbona yote al-Salah. Mbona maswali kila siku watukuti al-Salah au watukuti as-Sawm. Mbona kutekeleza nguzo, mbona kutekeleza nguzo. Ulitu al-Hajj, usitu al-Hajj, yote ni sawa. Na kuna mwingine anakasiria al-Hajj mimi kutoka hizo ulitu al-Hajj. Sisi tunazoea wale mabangala wale ndio kila mtu wanamuita al-Hajj. Tariqul Hajj. Mabangala kule huko, na kwa hiyo ukienda kule wanakuambia wewe ni haji tu, unakuja kwa haji. Al-Hajj tariq. Sawa? Lakini hapo sasa kujiita al-Hajj ni vibaya au haifai, lakini kukusudia kwamba hivi ni kwamba sheria inasema kwamba mtu akitoka haji aitwe al-Hajj, la. Na wengine wanaenda kumpapasa ili apate baraka ya haji. Anasema mimi ndio wa kwanza kukushika mkono, ndio wewe umetoka haji na dhambi. Sasa usije kumwambukiza zako sasa. Inshallah wale ambao hawajaenda, Mwenyezi Mungu awape uwezo wa kwenda, na wale ambao wamekwenda, Mwenyezi Mungu awape hamu ya kurudia. Sababu mwingine anauliza, mtu ameshaenda kama anaenda mara nyingi, ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunasema ta'ahadul hajjata wal umrah فمنهم وكل حج وعمرة فإنهما يوفيان الفقر. Kwenda mara nyingi hija na umra kunaondosha ufakiri kama vile moto unafundosha kutu kwenye chini. Mnasikia hapa sasa, ndio maana mshinda haji. Mbona kila mtu anakwenda kila mwaka tunakwenda tuna watu kule kwanza kuishi hapo. Wewe ukienda mwaka huu mwaka mpya kukwambia twende, uweze kusema siri hata siku. Hamu inafanya nini? Haikuishi.
Kwa hiyo kwenda haji mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, hakuna katazo, lakini haji ya lazima ni moja ndio lazima. Hizi zingine zote kutakwenda sio lazima, lakini ni mapendekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nusu ni kitu gani? Sawa, amesema hiya a'malul hajj, ni yale matendo yanayofanywa wakati wa haji, kaarkani, kama vile nguzo za hija, wawajibati na wajibu za hija, hizi zinaitwa nusuki. Sawa, anasema hiya a'malul hajj, ni matendo anayoyafanya yule anayekwenda kuhiji, ndio anaitwa nusuki. Kaarkani, kama vile nguzo, wa wajibatihi, na wajibu wa hija. Kuna vitu vinaitwa nguzo na kuna vitu vinaitwa wajibu. Si kama arkanul haji ndio cha kuzingatia. Nguzo za hija ziko ngapi? Sawa, tulisema nguzo za swala ziko 14. Nguzo za saumu ni ngapi? 2. Nguzo za saumu 2 tu. Ania wal imsak, ni kuweka nia na kujizuia kula na kunywa na jimaa mpaka jioni. Sawa, hizo ni nguzo hizo. Anasema kam arkanul haji, nguzo za hija ziko ngapi? Jawabu anasema arkanuhu 5. Nguzo za hija ziko ngapi? 5. Mkono mmoja. Nguzo za hija ziko 5. Al-awwal, ya kwanza, al-ihramu ma'aniya, ni kuhirimia pamoja na nia. Sisi tunaelewa kuhirimia ni kule kutamka labbaika haja wa umra na nini, huko kunaitwa kuhirimia. Kuhirimia kuambatana na nia, ndio nguzo ya kwanza. Sawa, na kuhirimia kwenye mikati, unahirimia kwenye mikati, watakuja kusema huku Sheikh. Kwa hiyo nguzo ya kwanza al-ihram ma'a nia. Sawa, ni kusema labbaika hajatan wa umra. Sawa, kuhirimia kwa hija kuko namna 3 tofauti, kwa sababu hija ina sifa 3 tofauti. Watu wanaweza kuwa wanakwenda hija, lakini hija zao sio sawa. Huyu mutamattu, huyu qari, huyu mufrid. Sifa 3 tofauti. 2 zinataka kufanana, lakini mmoja hizo kivyake, na moja ambayo ndio tunafanya sisi, ambao tupate nafasi ya kuhudhuria mara kwa mara. Wewe sasa hapa umesema unaambiwa hija na umra zote ziwe pamoja, kwa sababu nafasi ya kwenda huna. Kuna watu wananunulia mufrad, wananunulia hija tu bila umra. Sisi tumeelewa. Kwa hiyo matendo kule ya watu wanaofanya hija yako kwenye namna 3 tofauti. Pamoja wengi wanafanya hija ya atamattu. Takuja kueleza huko. Athani, nguzo ya pili, al-wuqufu bi Arafa, ni kusimama Arafa. Hii
ndio nguzo ya pili. Yaani wewe kama umeshanunua, umeweka ihram pale kwenye mikati, ukavaa nguo zako pale kwenye mikati, sawa, siku ya tarwiya ukwenda pale Mina mwezi 8, wewe ukatoka moja kwa moja ukaenda siku ya Arafa moja kwa moja ukaenda siku ya Arafa Mina, sawa. Umeshaweka nguzo ya kwanza al-ihram maamia, na umekuja al-wuqufu bi Arafa, umekuja kusimama Arafa. Kusimama Arafa ni nguzo, kama Mtume alivyosema al-hajju Arafa, hija ni kusimama pale Arafa, ndio nguzo kubwa kuliko zote, kusimama Arafa. Sasa wewe unapoenda Arafa, unaweza kusema hapo Arafa kuna mawe tu, hapo Arafa kuna mawe. Sawa jamani. Kwa hiyo nguzo ya pili al-wuqufu bi Arafa, na tukisema wuqufu sio maana yake atakayekuwa amekaa kusimama Arafa. Hata mtu kama amekaa yuko kwenye viwanja vya Arafa, walau lahadha, hata kwa muda mchache, lazima uwepo pale Arafa. Laila au nahara, hiyo usiku au mchana. Usimama Arafa usiku au mchana, zote ni sawa. Lakini wakati bora wa kusimama Arafa ni muda sawari, wakati wa dhuhuri ndio wakati bora. Itakwenda wakati mpaka alfajiri, na kuna watu tu wanaandaa kupiga makelele. Sasa siku ya Arafa kule Marekani itakuwa sio sawa. Kuna siku ambayo duniani inazunguka Arafa isikute, hamna. Bali wanazuoni wanasema kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa mpaka alfajiri ya siku ya kesho yake, yote siku ya kusimama Arafa, yote usiku mchana. Athalithu, nguzo ya tatu, at-tawafu haula al-Kaabati 7, ni kufanya tawafu katika al-Kaaba mara 7. Ni nguzo. Sisi tunaelewa ni nguzo kufanya tawafu. Umeshasimama Arafa, umelala Muzdalifa, umepiga jamarati, unaenda kufanya tawafu. Tawafu hii ni nguzo. Kwa hiyo utaenda kutufu katika al-Kaaba mara 7, na hii tawafu tunaiona kila siku kwenye mchana wa Maka. Utaona watu wanatufu pale, kwa sababu ibada zote lazima ufanye tawafu. Ukiingia pale hakuna raka mbili ni kutufu mara 7. Wanafanya umra ndio utaona wamejazana pale. Kila siku ukifungua TV utaona watu wanafanya tawafu, wale wanafanya umra. Wakati wa hija sasa umeshafanya nini? Ushapita. Ukiona watu pale usafiri wako kwenye haji, pale wako kwenye umra. Na ile al-Kaaba ikauki wala usiku wala mchana. Kuna watu wanaona usiku ndio wakati anapata nafasi, usiku anazunguka. Arabiu, yani as-sa'i baina as-Safa wal Marwati 7, ni kusali, ni kutembea kati ya Safa na Marwa mara 7. Al-Kaaba unaizunguka, sio ndio utembee, lakini unatembea kwa kuzunguka, sawa. Lakini as-Safa wal Marwa uzunguki, unakwenda straight moja kwa moja,
unaanza Safa, unakwenda moja kwa moja mpaka mwisho utakuta Marwa. Sawa? Sasa hivi msilete msongamano mkakanyagana, wamekuwekea njia ya kurudi tena mwingine. Sawa? Kwa hiyo ukifika pale unarudi tena huko. Sawa? Sio maneno yanasema pale. Maneno yanasema pale sio nguzo. Nguzo hii kutoka hapa Safa na kufika mpaka pale Marwa. Ndio nguzo. Sasa kufika pale ukasema inna Safa wal Marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara mpaka mwisho wa aya. Hii sio nguzo. Sio nguzo. Nguzo ni kutoka huku kwenda pale, na utatoka pale ukarudi mara ngapi? Mara 7. Sasa hii tofauti na tawafu. Tawafu unazunguka mpaka hapa ulipoanzia, ndio unasema moja. Sawa? Unazunguka tena mpaka hapa ulipoanza, 2. Sawa kana. Ukienda hivi inahesabika moja. Ukitoka kule kurudi huku 2. Sisi tumeelewana? Ukitoka tena huko kurudi kule 3. Ukitoka kule ukirudi tena huku 4. Yaani kila unapokwenda unahesabu moja, ukirudi unahesabu ya 2. Tofauti na tawafu. Tawafu unazunguka yote mpaka pale ulipoanza ndio unahesabu. Kwa hiyo na hiyo asali utafanya vile vile mara 7. Utakwenda moja, ukirudi inakuwa mara 7, hata unafanya 7. Na hiyo alifanya mke wa Nabii Ibrahim wakati anatafuta maji, yaani mwanawe Ismail, babu yetu Ismail. Babu yetu Ismail tafuta maji anyoshe kiu, kimkaba mtoto jangwani kule, kujua kali, hakuna maji, hakuna miti. Sasa mama yake anakwenda, anatoka hapa Safa alipomwacha, anakwenda kule Marwa, anapanda kile kilima aone wapi ataona angalau kuna maji au kuna ndege, awaone kwamba sehemu wanaokaa ndege kunakuwa na maji. Anakwenda kule mbali ule, akifika pale anasikia sauti ya mtoto, anarudi kuja kumuona labda kuna kitu kuna mzuri. Anatoka tena pale, anaenda tena, uchungu wa mwanae, mtoto analia, koo imekauka. Mpaka aliporudi mara ya 7 akakuta sasa mtoto na miguu inacheza kwenye maji, anakuta maji pale, anashangaa. Tuni inasemekana Jibril alikwenda pale akapiga dawa lake kwa chini, maji yakatibuka. Sasa anaitwa za kwa sababu ilikuwa anataka kutoka kwa fujo. Jibril akamwambia za toka kwa utulivu, usije ukazamisha mji wala ukazamisha hili. Zam maana kitoka kidogo, Kwa hiyo imewekwa kwenye nguzo za haji. Alhamisu, nguzo ya 5, alhalqu wa taksir, ni kunyoa au kupunguza. Sawa? Mmaliza kuzunguka yote hiyo, mnakwenda sasa kunyoa au kupunguza. Wanawake hawanyoi kama tunavyojua sisi wanaume, kwa sababu mwanamke nywele ni urembo, kwa mwanamke hata inakimara. Mwanamke tu anachukua mwanamke mwenzake anakata tu nywele kidogo hapo, basi yeye mtosha. Na wewe mwanaume, kwa sababu ulikuwa uko kichwa wazi, kwa sababu usiku kuvaa kofia wala kufunika kichwa, sawa,
wala uruhusiwi kuchana nywele wala ndevu. Unakuwa mtupuzi kweli kweli. Wote tunaelewana. Sasa ukishafanya mambo yote haya, sheria inakwambia sasa nenda kajitengeneze sasa. Na mtu atakwambia Arafa na sisi ni vitu viwili tofauti. Sasa wewe mtume anakwambia kama umenuia kuchinja huko usinyoe wala usikate kucha, usinyoe wala usikate. Hizi sharti amepewa mtu anayekwenda haji. Mtu anayekwenda haji akishahirimia tu haruhusiwi kukata kucha wala kunyoa. Sasa wewe kama uko huko na unasema sisi hatuna maingiliano na watu wa haji, kwa nini mtu anasema huko na wewe usikate kucha wala usinyoe? Kuwaiga walioko hapo haji. Wewe na walio haji kwa kutokunyoa na kukata nywele mnaenda sambamba. Mnaenda sambamba kabisa, mnaenda kitu kimoja. Wala wakati na wewe huko na siku ya kuchinja na wewe huko unachinja. Siku ya kuchinja na wewe unafanya nini? Unachinja. Si inaitwa Eidul Adha, Idi ya kuchinja. Wanaochinja, wanaozingatiwa kuchinja ni wewe huko au ni wale kule? Wanaozingatiwa kuchinja kwenye Idi hii ni mimi na wewe huko au ni wale waliokuwa haji? Waliokuwa haji. Wewe hata kama ukuchinja kuna matatizo mengi. Hata kama mbuzi unaye na ng'ombe unaye, ukasema mimi sichinji, hakuna kitu kwa uandikiwe dhambi. Lakini walioko bure wewe kuchinja. Watu wakisikia hii ni mambo haya, sio kwamba huko ndio yako. Wewe unachinja kama Allah, unachinja kuwafuata wao. Sasa tunazidi sisi wala zitana wala haipendezi kuzitana bila sababu za msingi.